إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، أوصيكم وأوصي بنفسي بتقوى الله، ولقد فاز المتقون. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na kwa neema zake. Ndugu zangu Waislamu, insha Allah katika khutba yetu ya leo tunaangalia kuhusu az-zaka. Tutaongelea kuhusu zaka insha Allah biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwanza tujue zaka ni nini, ndugu zangu Waislamu. Az-zakatu ruknu min arkani al-islam. Zaka, ndugu zangu Waislamu, ni nguzo miongoni mwa nguzo wa Kiislamu. Wa hiya ruknu athalith min arkani al-islam, na zaka ni nguzo ya tatu katika nguzo ya Kiislamu. Sasa fama hiya zakatu lughatan wa istilahan, hii zaka ndugu zangu Waislamu ni nini kilugha na kisheria? Ala hasabi alulama lughatan wa ulama sharia, amma zakatu lughatan fahiya an-numu wa ziyada. Kwa hakika kama vile ilivyokuja katika maneno ya maulama na kisheria, wanasema zaka kilugha ni ziada, wa amma istilaha na kisheria, yani wa amma istilaha na kisheria ni malu ma'lum, ni mali ma'lum makhsusatun li jihatin makhsusatin bi niyatin ta'dilu billahi jalla fi'ala. Wa amma katika sheria, zaka ni mali ma'lum ambayo ilielekezwa kwa watu ma'lum kwa nia ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunafaa tuelewa ya kwamba zaka ni miongoni mwa ibada ambayo tunawafanya, ambayo tunajua ibada ambazo tunazozifanya kama vile ibada ya swala, ibada ya funga. Hizi zote ni ibada, na kwa hivyo zaka ni miongoni mwa ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha. Kwa hivyo hii zaka imefaradhishwa mwaka gani? Wa mata furidat az-zakatu ayyuhal habib? ولقد
walaqad furidat az-zakatu ma'a siyam lisanati thaniyati lilhijri, kwa hakika zaka imefaradhishwa pamoja na funga katika mwaka wa pili tokea amehama Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mji wa Madina. Hapo ndo zaka imefaradhishwa pamoja na funga. Sasa wama hukmu zakat, nini hukmu ya zakat ndugu zangu Waislamu? Walaqad ittafaqa al-ulama al-ajaliyin fi faridatin fahiya fardun 'ain 'ala kulli muslim. Kwa hakika maulama wameweza kusema ya kwamba zaka ni miongoni mwa faradhi ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu. Fi faridatiha fahiya fardu 'ain 'ala kulli muslimin au muslimin mustati'in. Hii zaka ndugu zangu Waislamu imefaradhishwa kwa Waislamu wote, lakini kwa wale ambao wako na uwezo. Yule mtu ambao ako na uwezo, huyu pekee ndio zaka imekuwa ni wajibu kwake. Watawafaratul alayhi shurut, ikiwa yeye amefikia kiwango ambayo yatakikana katika mali yake. Ikifika kiwango ambayo yatakikana katika mali yake, ndio sasa hii zaka inakuwa ni wajibu kwake, kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan, toeni, chuma katika mali yako sadaqa au zaka. Hii haikuwa kwenda kumbembeleza mtu kumwambia toa mali kwa ajili ya zaka, kwa sababu ni kitu ya lazima, ni faradhi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha sisi. Ikawa tumefika ile kiwango ambayo tumeamrishwa nayo, na hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha, anatuambia khudh min amwalihim, toa katika mali yako, sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha, toa zaka ndani ya mali yako ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusafishie mali yako. Wasalli alayhim inna salataka sakanun lahum. Na hivyo ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anatuonyesha kwamba ni wajibu na ni lazima kwa kila Muislamu atakikana atoe zaka ndani ya mali yake ikiwa amefikisha kiwango ambayo yatakikana. Na hii ni fi'lul amri ndugu zangu Waislamu, ambayo kila mmoja atakikana aitekeleze. Kama akhraja fi hadithin sahih, hadith muttafaqun alayh, hadith ambao umesimuliwa na Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, anasema yaqulu nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, bunya al-islamu ala khamsin, kwa hakika Uislamu umejengeka kwa vitu vitano. Ya kwanza ni shahadatu an la ilaha illa Allah, yani washuhudia kwamba hapana mola pasaye kuabudiwa isipokuwa Allah. Na ya pili ni wa iqamu salah, ni kusimamisha swala. Na ya tatu ikawa imekuja katika nguzo yetu ya Kiislamu ni kutoa zaka, wa itai zaka. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, zaka imo katika nguzo ya Kiislamu ambayo ilikuja katika nguzo ya tatu miongoni mwa nguzo ya Kiislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ikiwa tutaacha kuitekeleza kutoa zaka katika mali yetu, ina maana ya kwamba tumeachana na nguzo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza. Kwa sababu zaka ndugu zangu Waislamu ni miongoni mwa ibada iliyokuwa ibada kubwa zaidi. Walaqad jaat fi 82 mawdi'an fi al-Qur'an al-Karim,
na kuonyesha kwamba hii zaka, ndugu zangu Waislamu, ni ibada kubwa. Aya Allah subhanahu wa ta'ala imekuja aya zaidi ya 82, ndugu zangu Waislamu, ndani ya kitabu cha Allah. Walaqad qaranaha Allah ta'ala fi salati wa zakatihi al-aziz, ndani ya Qur'ani tukufu, ndugu zangu Waislamu, ukiangalia kila aya inaongelea kuhusu sala imeunganishwa pamoja na zaka. Hii inaonyesha kwamba zaka, ndugu zangu Waislamu, ni ibada iliyokuwa kubwa sana. Wa hadhihi almawdi' alkathir, na hii imekuwa, ndugu zangu Waislamu, kitu ambayo imekuwa ni nzito zaidi, ambayo tutatakana tuitekeleze. Tukiangalia ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja aya nyingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya suratul Baqara, wa aqimu salata wa atu zakah, simamisheni swala, na kisha anasema toeni zaka. Vile vile imekuja katika suratul Bayyina, Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyim. Na vile vile imekuja katika suratul Tauba, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaongelea kuhusu zaka, ndugu zangu Waislamu. Hii inaonyesha kwamba ibada ya zaka, ndugu zangu Waislamu, ni ibada iliyokuwa kubwa zaidi, ambayo Muislamu akiitekeleza kwa hakika ameweza kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo, ndugu zangu Waislamu, tusipuuze hii zaka tukaona ya kwamba ni kitu ya kawaida, kwa sababu miongoni mwa Waislamu wengi wameweza kupuuza hii ibada, ndugu zangu Waislamu, wakaidharau, wakawa na mali lakini wanaachana na hii ibada, wakaona ya kwamba ni kitu ya kawaida. Na hivyo, ndugu zangu Waislamu, tuangalie nini hikma ya mtu kutoa zaka. Kwa hakika tunafaa tujue ya kwamba inna zakata laysa gharama. Hii zaka, ndugu zangu Waislamu, haikuwa kitu ya gharama kwa Waislamu, haikuwa ni kitu ya kumfanya mtu kusikia vibaya kwa ajili ya kutoa ndani ya mali yake, wala qaribatun taqusu almal. Hii zaka, ndugu zangu Waislamu, haikuwa faini fulani ya kumpunguzia mtu mali yake, kwa sababu wengi wetu tunadhania kwamba tukitoa zaka ni kama tunatolewa faini. La, sio hivyo. Walakin, ndugu zangu Waislamu, bal tazidu almalu namura min haithu la yash'uru sahibahu. Hii zaka, ndugu zangu Waislamu, imekuwa ni ibada ambayo ikiwa mtoaji ataitoa kwa ajili ya Allah, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humzidishia yeye katika mwili wake na mali yake yote. Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwekea baraka ndani ya mali yake, wa tuhfadhu sahibul mali wa tuhfadhu malu. Kwa hivyo hii zaka inatosha wewe kukulindia wewe mali yako. Mali ya muhusika akiwa ataitoa zaka kwa ajili ya Allah, akaitoa na akairidhia, basi hii zaka, ndugu zangu Waislamu, itakuwa ni sababu ya kumlindia yeye mali yake. Wa kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama akhrajahu Imam Muslim, kama vile alivyosema Imam Muslim fi sahihi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma naqasat sadaqatu min mali. Hii zaka, ndugu zangu Waislamu, haikuweza kufanya mali ya mtu kupungua, wala mali yenye mwenye kutoa kwa ajili ya Allah akatoa zaka haikuwa ni sababu ya kupungukiwa na mali yake. Walakin wa hikmatuha hiya al-ubudiyyah li rabbil alamin. Hikma, ndugu zangu Waislamu, ya Allah kutufaradhishia sisi kutoa zaka, ndugu zangu Waislamu, hikma yake ni ibada ambayo
inayopeleka wewe kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa utafanya hivyo, ujue ya kwamba umefanya ibada ambayo inayokufanya wewe unamkurubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taharatu lilmali min ad-danas, zaka ndugu zangu Waislamu inafanya mtu kuitakasa mali yake kutokamana na uchafu, au inakusafisha kutokamana na yale ambayo inakufanya mali yako, inakusafisha mali yako. Hii ndio zaka ndugu zangu Waislamu, kama vile macho ya watu, kama vile midomo ya watu. Hii yote ndugu zangu Waislamu, zaka inakusafisha mali yako. Wa hisalatu lahu min al-afat, na ni ngao ndugu zangu Waislamu, zaka inayolinda mali ya mtu, kinga ambayo leo Waislamu wengi wameipuuza wakaona ya kwamba ni kitu cha kawaida. Wa ihsanu ila ibadillah, ndugu zangu Waislamu, na ni ihsani hii zaka ndugu zangu Waislamu, ni ihsani kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu al-Islam wal iman, inna zakatun shurutan, kwa hakika zaka iko na masharti yake. Zaka iko na masharti zake, kama vile ibada ya swala, ibada ya funga, zote iko na masharti zake. Sharti ya kwanza ndugu zangu Waislamu ya zaka ni lazima mtu awe huru, alhurriya. Mwenye kutoa zaka ni lazima awe huru, asiwe mtumwa, kwa sababu mtumwa hana uwezo wa kutoa zaka. Kwa hivyo sharti ya kwanza ni lazima Muislamu mwenye kutoa hii zaka awe asiwe mtumwa. Hii ndio sharti ya kwanza. Na katika sharti ya pili, an yakuna sahibul mali musliman, mwenye kutoa hii mali ndugu zangu Waislamu awe ni Muislamu, asiwe mkafiri. Hii ndio sharti ya pili. Sasa ikiwa mtu ni mkafiri na anataka kutoa zaka, hii hakuna faida ataipata. Lakini mtoaji tunaambiwa mwenye kutoa awe ni Muislamu, kwa sababu kafiri awezi akawajibishwa hapa, kama vile Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura at-Tauba, sura ya namba 9 aya 50, inna Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hakuna kilichowapelekea sadaka zao kukataliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa ni wakina nani? Hawa ni wale ambao ni wanafiki, isipokuwa tu hawa walikuwa walimkufuru Allah na mtume wake. Sasa ikiwa mtu atamkufuru Allah na mtume wake, kwa hakika huyo mtu hata akitoa zaka hakuna faida anapata. Walakin zaka imekuwa ni wajibu kwa yule mtu ambaye ni Muislamu, ambaye anayemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hii ndio sharti ya pili ndugu zangu Waislamu. Wa amma fi shurutu thalith, amma katika sharti ya tatu, imtilaqu nisab wa huwa qadru ma'lumun min mali, mali ambayo inayotolewa zaka inatakikana ifike kiwango ambayo yatakikana. Kiwango yenye tutazungumzia ndugu zangu Waislamu kama muda itatukubalia, ambayo mali ya mtu ikifika kiwango fulani, basi inatakikana itolewe zaka kiasi fulani. Walakin ikiwa hii mali haikufika kiwango ambayo yatakikana kutolewa zaka, basi hata ukitoa hakuna faida unapata. Lakini ikiwa hii zaka, hii mali yako imefika kiwango ambayo yatakikana, hivyo basi hii zaka inakuwa ni wajibu juu yako. Hii ndio sharti ya tatu. Na katika sharti ya nne, intiqralu al-malik bi anna la ya'taliqu biha haqqun ghayr, mali iwe ni hiyo mali ambayo inatolewa zaka yatakikana inamilikiwa na mtu mmoja peke yake. 100% yatakikana mwenye kutoa mali isiwe ni mali ambayo
yamehusika na watu zaidi ya wawili, hivyo latakikana. Basi mali ambayo iko na ushirikiano na watu zaidi ya wawili, hapo basi haitakuwa wajibu au haiko katika sharti ya kutolea zaka ni Muislamu. Wa amma fi shuruti khams, sharti ya tano ndugu zangu Waislamu, an yahula alhawl ala almal, mali ile yatakikana kutolewa zaka, inatakikana iwe imekutwa na mwaka. Kama ulitoa mwaka jana katika mwezi kama huu, watakikana utoe basi mwaka huu pia katika mwezi kama huu. Isiwe unaipitisha mwaka zaidi ya moja, kwa sababu ukipitisha zaidi ya mwaka moja umetoka katika sharti ya zaka za Uislamu. Kama vile ilivyokuja katika hadithi, al-Imam Daruqutni anasema wal Bayhaqi, hadithi ambayo imesimulia Aisha radhiyallahu anha. Aisha anasema la zakatu fi mali hatta yaqula alayhi al-hawl, anasema ya kwamba haipasi kutolewa zaka, haipasi mali kutolewa zaka mpaka mwaka ifikie mwaka moja. Sasa ukitoa zaidi ya mwaka moja, ikiwa mwaka moja umeisha, mwaka wa pili ukatoa, hakuna zaka hapo, kwa sababu umetoa mali yako zaidi ya mwaka moja. Ndugu zangu Waislamu, kwa sababu ndugu zangu Waislamu, kuna watu wanazidisha mwaka wa kutoa zaka zao, na hii ni kosa kubwa ndugu zangu Waislamu, kwa sababu wengi wetu hapa tunaamini ya kwamba ikitajwa zaka, akili ya kila mtu inakimbilia ya kwamba ni lazima mtu akuwe na milionea, ni lazima mtu akuwe na mali nyingi, lakini sio hivyo. Hata wale ambao wanaofanya biashara, basi hawa pia ni lazima mtu aifuatilie vizuri, yani kisheria. Pengine mali yake imefikia kiwango ya kutolea zaka, lakini hana habari wala hajui. Na hivyo basi ni lazima kila mtu ajue ya kwamba mali yangu ikifika kiwango fulani ninapaswa kutoa ndani yake, yani zaka. Hii ndio masharti ambayo ndugu zangu Waislamu kila mmoja afaa ajue. Ikiwa mtu hawezi kuifuata hizi masharti, basi ujue ya kwamba umevunja masharti ya zaka. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amewataja wale ambao wanaokataa kutoa zaka, kwa sababu kuna miongoni mwa Waislamu ambao hawataki kutoa zaka. Ndugu zangu Waislamu, tukichukua suratul Fussilat aya 6 mpaka aya 7, anayekataa kutoa zaka, ndugu zangu Waislamu, Qur'an inamfananisha yeye na washirikina. Tusikilize vizuri aya hii ndugu zangu Waislamu, kwa sababu huenda hata wewe ukaingilia miongoni mwa hao watu ambao waliokanya ibada hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa wailul lilmushrikin, ole wao washirikina, alladhina la yu'tuna zaka. Hawa ni wakina nani? Wale ambao hawako tayari kutoa zaka. Wako na mali, Mwenyezi Mungu amewajalia neema, lakini hawako tayari kutoa zaka. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu anasema wa hum bil akhirati hum kafirun, kwa hakika hawa nao akhira, hawa basi akhira wamekuwa ni wenye kupinga, yani wenye kukufuru katika aya ya Mwenyezi Mungu. Ukiwa wewe hauko tayari kutoa zaka, ina maana ya kwamba umemkufuru Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu Waislamu, tukienda katika sura Tauba, ndugu zangu Waislamu, pia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ameahidi ya kwamba ametoa ahadi kubwa sana kwa wale ambao walioridhikiza na kuweka mali yao sehemu na kutenga mali zao kando na kukataa kutoa haki ya Mwenyezi Mungu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, wale ambao wanakusanya mali yao, wamekusanya dhahabu, wamekusanya fedha, hizi zote ni mali, wala yunfiquna fi sabilillah, wala hawako tayari kutolea katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo watu kama hawa
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wape bishara, fabashirhum bi'adhabin alim, wabashiria adhabu iliyokuwa kali za Muislamu. Allah anasema yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junuduhum wa junuduhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu al-'adhab bima kuntum taknizun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema siku ya Kiyama, siku ambayo moto wa jahannam italetwa karibu zao, ndugu zangu Waislamu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaingiza katika adhabu. Inasemwa adhabu moto wa jahannam, ndugu zangu Waislamu, na wanapiga pasi. Hawa ni wale ambao wanaokataa kutoa mali yao. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataambia onjeni hii adhabu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mlikataa kutoa mali yenu wakati ilifika kiwango ambayo itakana kutolewa. Hii ndio pasi, ndugu zangu Waislamu, hii ndio adhabu miongoni mwa Waislamu wataenda kuonja siku ya Kiyama. Hii ndio adhabu ambayo itakawafanya wale ambao walikuwa wanachana na ibada. Mtu anakuwa bizi kwa sababu ya kutafuta mali, anakosa siku ya salatu aljumaa, anakosa salatu aljamaa, ndugu zangu Waislamu, kwa sababu ya kutafuta hii mali. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia onja, uone ukali ya adhabu yangu. Je, hii adhabu, ndugu zangu Waislamu, ni adhabu muda gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza katika hadithi katika kitabu cha Bukhari na Muslim, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ataahu Allahu malan la yadri zakatan illa ahmi alayhi fi nar jahannam, yule mtu ambaye hayuko tayari kutoa mali yake, hayuko tayari kutoa zaka ndani ya mali yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ahmi alayhi fi nar jahannam fayuj'alu safaihu fayakuna biha jambahu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamletea nyoka ambaye atakuwa atamwadhibu ndani ya moto wa jahannam, ndugu zangu Waislamu. Hii ndio adhabu atakuja kuonja, ndugu zangu Waislamu. Na adhabu hii, ndugu zangu Waislamu, atakuwa ataionja ndani ya moto wa jahannam zaidi ya miaka 50, ndugu zangu Waislamu. Angalia, unashindwa kutoa mali, na hii mali inakuwa ni sababu ya wewe kwenda kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitu ambacho, ndugu zangu Waislamu, haitakugharimu chochote, na unaitolea hii kwa mwaka mara moja, sio kitu wa kila mwezi. Tuangalie ibada zingine kama sala, ni ibada ambayo tutakana kufanya kila siku. Ibada ya saumu, kufunga, ni ibada inakuja mara moja kwa mwaka, na vile vile ibada ya zaka ni ibada ambayo inakuja mara moja kwa mwaka, ndugu zangu Waislamu. Lakini utakuta miongoni mwa Waislamu wanashinda kuitekeleza hii ibada, ndugu zangu Waislamu, kwa sababu ya matamanio ya nafsi zao, kwa sababu wanadhania kwamba wakitoa zaka ndani ya mali yao wanafikiria kwamba mali yao itawapungukia. Lakini angalia, wanapuuza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa sadaqatu min mali, sadaqa ambayo unaitoa, zaka ambayo unaitoa kwa mali yako haiwezi kukupunguzia mali yako. Kwa hivyo, ndugu zangu Waislamu, asiyetoa zaka anasalitishiwa nyoka, ndugu zangu Waislamu, ndani ya moto wa jahannam. Atakuwa pamoja na nyoka, ndugu zangu. Tutakikana tutoe zaka, ndugu zangu Waislamu. Ikiwa tumeghafilika, labda tumejisahau, tukumbuke ya kwamba zaka ni miongoni mwa faradhi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufaradhisha, ambao wengi wetu, ndugu zangu Waislamu, tumeipuuza, tukadhani ya kwamba ibada ya zaka ni ibada ya kawaida. Na tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao watasikiza na kufuata. Kwa hivyo, ndugu zangu Waislamu, na wahimiza, mwaka huu unaisha, tunaingia katika Dhulhijja. Kwa hivyo, wale ambao hawajatoa zaka zao, tuko na muda, tuko na wakati, toa, uko na wakati wa kutoa. Na hivyo, ndugu zangu Waislamu,
Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao watakaofuata amri yake. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، وفي الخطبة اليوم وهي الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي ركن الثالثة من أركان الإسلام. فما هي الزكاة لغة واصطلاحا؟ وعلى حسب العلماء لغة وعلماء الشريعة، أما الزكاة لغة فهي النمو والزيادة، وأما اصطلاحا مال مخصوص لجهة مخصوصة بنية تعدل لله جل في علاه. ومتى فرضت الزكاة أيها الحبيب؟ لقد فرضت الزكاة مع الصيام في السنة الثانية للهجرة. وما حكم الزكاة أيها المسلم؟ لقد اتفق العلماء الأجلاء في فريضتها، فهي فرض عين على كل مسلم ومستطيع توافرت عليه الشروط. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا فعل الأمر. والحديث صحيح، الحديث متفق عليه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه تعالى عنه وأرضاه، الحديث المعروف لديكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولقد جاء في 82 موضعا في القرآن الكريم. ولقد قرنها الله تعالى في الصلاة في الزكاة العزيز في هذه المواضع الكثيرة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أيضا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وما حكم الزكاة أيها المسلم؟ إن الزكاة ليست غرامة ولا ضريبة تنقص المال، بل تزيد المال نمورا من حيث لا يشعر صاحبه، وتحفظ صاحب المال وتحفظ ماله. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرجه إمام مسلم في صحيحه: ما نقصت صدقة من مال وحكمتها هي عبودية لرب العالمين، والطهارة للمال من الدنس، وحصالة من آفات، وإحسان إلى عبادة الله. إخوة الإسلام والإيمان، إن الزكاة شروط. وفي الشرط الأول الحرية، أن يكون صاحب المال مسلما، كما قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وامتلاك للنساب وهو قدر معلوم من مال،
استقرار المالك بين لا يتعلق بها حق غيره، أن يحول الحول على المال. والحديث الإمام داود دار القطني البيهقي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لا زكاة في مال حتى يكون عليه حول. وما حكم منع الزكاة على موجبات الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والحديث في صحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا لا يدري زكاة إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل الله شفاعه فيقوى بها جنباه وجنبيه حتى يحكم الله بين عبادته في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولقد جاء أيضا في صحيح البخاري مسند الإمام أحمد في مجلده كما قال الله تعالى في محكم التنزيل. كما بارك الله لكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم الآيات بالذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إخوة الإيمان، كما قال الله تعالى في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الأربع منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر جيوش المسلمين في مشارق الأرض مغاربها يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو عنا يا فارج الهم ويا كاشف الغم أجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ارحمنا رحمة تغنينا بها أو رحمة سواك يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروا على نعمه يجزكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.